ingeuzwa kwa bei kubwa, kwa sababu ni ya gharama, ingeuzwa alafu zingepatikana pesa nyingi, na hizo pesa zingewasaidia maskini. Lakini maandiko yanasema alisema tu, lakini hata nia yake ya kuwasaidia maskini hakuwa nayo. Sasa ndipo Yesu anasema mwacheni huyo, anachokifanya ni jambo la unabii. Kuna vitu vingine ambavyo tunavifanya kwa kufunuliwa na Mungu, na Mungu ndiye anayetuongoza. Wakati mwingine unaweza hata usijue, lakini unafanya kuonyesha upendo wako ulivyoumimina kwa Yesu. Kama Mariamu, naona upendo wake jinsi alivyoumimina kwa Yesu, akaamua kutoa kitu cha thamani kwake. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Jambo la 4, ani la 3. Jambo la 3 ni kumdhihirishia shetani na wanadamu ukuu na uweza wake katika kukabiliana na mateso na kifo. Yaani Mungu anaruhusu mateso yatokee, kifo kitokee, lakini lengo lake hasa ni kumdhihirishia shetani na hata wanadamu juu ya ukuu na uweza wake, ya kwamba Mungu anaweza na yeye ni mkuu sana, ashindwi na jambo lolote. Ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 9 na wa 10, tunasoma hivi: ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, je, huyo Ayubu yu amcha Bwana bure? Wewe ukumzingira kwa ukigo pande zote, pamoja na nyumba yake na vitu vyote alivyo navyo. Kazi za mikono yake umezibarikia, nayo mali yake imeongezeka katika nchi. Shetani hapo na yeye anaimba ukuu wa Mungu. Maandiko kwenye Zaburi yanasema mbingu za utangaza ukuu wa Mungu na uwezo wa Mungu. Sasa hapa unaona hata shetani anatangaza ukuu na uwezo wa Mungu. Anawaambia, ulinzi wako ni mkubwa sana. Jinsi ulivyomzingira, yani ni ajabu. Mungu atusaidie sana. Kwa hata shetani anajua ukuu na uwezo wa Mungu. Na tunaona hata kwa Ayubu ukuu wa Mungu ulionekana baada ya Mungu kumrejeshea yale aliyopoteza maradufu, baada ya kugeuza uteka wa Ayubu. Lakini kwa Lazaro tunaona Lazaro alifufuka. Ukisoma alifufuliwa na Yesu. Ukisoma kwenye Yohana 11:25-26, Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi, naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Mstari wa 27 anasema, akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu, yule ajaye ulimwenguni. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unaona hata Mariamu na Martha na wengine waliokuwa pale wakadhihirishiwa ukuu wa Mungu. Mungu akadhihirisha ukuu wake. Unaona wakati Yesu amerudi
dada yake Lazaro anamwambia, anaambiwa kwamba Lazaro atafufuka. Yeye anasema ninajua kuwa atafufuka siku ya mwisho, lakini sio sasa hivi. Lakini Yesu anataka kudhihirisha ukuu wake, sio wakati ujao, sio wakati uliopita. Anataka adhihirishe ukuu wake sasa. Na ndipo Lazaro alipofufuka, Yesu anawaambia dada zake Lazaro kwamba niliwaambia ya kwamba Lazaro atafanya nini? Atafufuka. Kwa hiyo tunaona Mungu akadhihirisha ukuu wake na uweza wake. Lakini jambo la nne ni kuthibitisha imani ya wacha Mungu au wateule wake. Ayubu 1:20-22 tunasoma hivi: ndipo Ayubu akainuka akalirarua joo lake, kisha akanyoa kichwa chake na kuanguka chini na kusujudia, akasema, mimi nilitoka tumboni mwa mama yangu nili uchi, nami nitarudi tena huko uchi vile vile. Bwana alitoa na Bwana ametwaa, jina la Bwana na libarikiwe. Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Haleluya. Shetani yale mashtaka yake yakafeli, akashindwa kabisa, akashindwa vibaya. Kwa sababu lile alilolikusudia, lile alilolenga kwa Ayubu alikuweza kufanikiwa. Na Ayubu akabaki kuwa mshindi na zaidi ya washindi. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye Injili ya Yohana 11:14-15 pia tunasoma hivi: basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, Lazaro amekufa, nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako huko, ili mpate kuamini. Lakini na twendeni kwake. Haleluya. Sasa unaona Yesu anasema nami nafurahi kwa sababu sikuwapo kule. Ili lililotokea, mimi nafurahi kwa sababu sikuwapo kule. Kwa sababu hili jambo limetokea ili liwe faida kwenu ninyi, muweze kuwa ni watu wenye imani, muweze kuwa na imani ya kimungu. Na hata Mariamu na Martha na wao, ili jambo limetokea ili imani yao ifanye nini? Iweze kuimarika. Mungu atusaidie sana. Imani yao iweze kuthibitika. Yaani imani yao iweze, unajua imani, maandiko yanasema kujaribiwa kwa imani yenu ni kama dhahabu inapojaribiwa. Ni kama dhahabu ijaribiwavyo. Sasa dhahabu kujaribiwa kwake au kupimwa kwake, upimwa kwa kupitishwa kwenye moto. Kama ni dhahabu halisi, hiyo dhahabu itastahimili ule moto. Na ndio maana Ayubu anasema yeye ajua njia niiendeayo, na kisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Yaani anaonyesha ya kwamba imani yangu, majaribu yaliyonipata yanathibitisha imani yangu ya kwamba je, ni imani sahihi? Sehemu nyingine anasema kazi ya kila mtu itapimwa. Itapimwaje? Kwa kupitishwa kwenye moto. Maandiko yanasema kama hiyo kazi ni ya manyasi, ikipitishwa kwenye moto itateketea, hakutabakia chochote. Lakini kama hiyo kazi ni ya dhahabu, haitateketea, itastahimili. Na ndivyo imani ya Ayubu ilivyostahimili Shetani na mipango yake mibaya, akabaki mdomo wazi.
akabaki anashangaa ile mitego yote ambayo aliiweka kwa ajili ya Ayubu, Mungu akainasua. Yale mashimo ambayo shetani aliyachimba ili mtumishi wa Mungu atumbukie Ayubu, shetani akatumbukia mwenyewe. Tunamwabudu Mungu aliye hai, Mungu anayeishi, Mungu anayetenda kazi, na hata sasa ametusaidia. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Ukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati 8:2, Kumbukumbu la Torati, haleluya, Kumbukumbu la Torati tunasoma hivi: nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze, kukujaribu, kuyajua yaliyomo moyoni mwako. Sababu nyingine ambayo Mungu anaruhusu mateso na hata kifo kwa wateule wake ni kuwapandisha ngazi au cheo wateule wake. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye kitabu cha Ayubu sura ile ya 19 mstari wa 25 na 26 tunasoma hivi: lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Na baada ya ngozi yangu kuharibiwa hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu, nitamwona Mungu, nami nitamwona mimi nafsi yangu, na macho yangu yatamtazama, wala si mwingine. Mtima wangu unazimia ndani yangu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Ayubu katika majaribu aliyokuwa anayapitia, anaona future yake, hatima yake, mwisho wake, mustakabali wake, kama neno la Mungu linavyosema kwenye Yeremia 29:11 ya kwamba maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, si mawazo mabaya, ni mawazo mazuri, na nina mipango mizuri kwa ajili yenu, nikiwatakia tumaini na kufanikiwa katika siku zenu za mwisho. Ndivyo Ayubu alivyoona. Akaona Mungu anamwazia yaliyo mema, Mungu amwazii mabaya. Anasema yeye aijua njia niiendeayo, na kisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunaona Yusufu pia alipojaribiwa, mwisho wake wa majaribu ulikuwaje? Tunaona ile ndoto yake iliweza kutimia, na akaweza hata kuokoa taifa lake, akaweza kuwaokoa ndugu zake. Kwenye Mwanzo sura ile ya 50 mstari ule wa 20 mpaka 21 tunasoma hivi: nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu
akawafariji na kusema nao vema. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Tunaona jinsi Mungu alivyomwinua Yusufu. Maandiko yanasema Mungu wainua wanyonge kutoka mavumbini na kuwaketisha na wakuu. Mateso na majaribu ambayo Ayubu aliyapata, kupita kwenye bonde la uvuli wa mauti, lakini tunaona ikawa ni ngazi ya yeye kufika kwenye kilele cha mafanikio, mahali ambapo Mungu alikuwa amemkusudia awe. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Na ndio maana Yakobo, mtu ambaye alikuwa ni mtu aliyepitia majaribu mengi, na kutokana na yale majaribu yalimfanya aombe, awe ni mtu wa kupiga magoti, na hata magoti yake yakawa sugu kama kwato za mbuzi. Anasema kwenye Yakobo sura yake ya kwanza, anapoandika waraka wake kwa watu wote, anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Kinachojaribiwa sio wewe, sio vitu ulivyo navyo, sio watoto ulionao, sio mali ulizonazo, sio mashamba ulionayo. Kinachojaribiwa ni imani yako, na imani ndiyo yenye thamani kubwa. Anaendelea kusema kwamba mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu. Mpate kuwa nini? Ina maana majaribu ndio yanayotufanya tuwe wakamilifu. Kabla ya kuwa na hayo majaribu, tuna ukamilifu ambao umepungua mbele za Mungu. Kama ilivyokuwa kwa Ayubu, maandiko yanamtaja kwamba alikuwa ni mtu mkamilifu, lakini kwa kipimo cha Mungu alikuwa bado amepungua. Lakini yale majaribu ndio yakamkamilisha zaidi, yakampandisha ngazi, yakampandisha cheo. Anasema mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno lolote. Wakati mwingine tunapokosa ule ukamilifu wa Mungu ndio tunakuwa na kupungukiwa. Tunaona Ayubu akapokea maradufu, ina maana hakupungukiwa tena na kitu chochote, lakini ni baada ya yale majaribu, baada ya kuwa na saburi. Sababu ya 6 ni Mungu kuona fahari au kujivunia wateule wake na kuwaamini ya kwamba hawawezi kutengwa na mtu yoyote au kitu chochote. Jina la Bwana libarikiwe. Ayubu 1, haleluya. Ayubu 1:8 tunasoma hivi: ilikuwa siku moja ambayo hao wana wa Mungu walikwenda kujihudhurisha mbele za Bwana, shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani na katika kutembea huku na humo. Kisha Bwana akamuuliza shetani, je, umemwangalia mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapana mmoja aliye kama yeye duniani, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepukana na uovu. Sasa unaona hapa
Mungu anaona fahari kwa ajili ya mtumishi wake Ayubu. Yaani anajivunia. Yaani Mungu anafika mahali anajigamba. Kwa ajili ya mtumishi wake anasema huko duniani umemwona lakini watu sasa hivi wanasema jembe. Mungu anasema nina jembe langu huko duniani, umeliona? Anajivunia. Kwa hiyo kule Mungu kujivunia kwake ndio kukampoza Ayubu. Ndio kukamsababishia yale matatizo yote. Lakini pamoja na hayo matatizo, ukisoma kwenye Warumi 8:37 mpaka 39. Warumi 8:37 mpaka 39. Tunasoma hivi: lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Katika mambo hayo yote, iwe ni mateso, iwe ni kifo, anasema lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti, anaanza na mauti, anasema wala mauti, wala uzima, wala malaika, wala wenye mamlaka, wala yaliyopo, wala yatakayokuwapo, wala wenye uwezo, wala yaliyo juu, wala yaliyo chini, wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu ulio katika Kristo Yesu Bwana wetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Na kwa sababu Mungu pia ametupa uwezo wa kustahimili majaribu. Majaribu yanapoletwa kwetu yanakuwa yamepimwa. Kama ilivyokuwa kwa Ayubu, majaribu yaliyopelekwa kwa Ayubu, Mungu aliyapima kwanza. Ni kama vile mabondia wanapopigana huwa wanakuwa na uzito tofauti tofauti. Na hawezi kupigana bondia mwenye uzito mkubwa, hawezi kupigana na mwenye uzito wa chini, atapigana na uzito unaolingana na yeye. Kwa sababu akipigana na bondia mwenye uzito wa juu zaidi, anaweza akapigwa ngumi. Simeshawahi kusikia mabondia hata hao ambao walipimwa, lakini kuna bondia mmoja alimpiga mwenzake akafa kabisa. Sasa yule alikufa kwa kuzidiwa tu. Lakini sasa kwenye sheria za hiyo michezo hawawezi kuruhusu bondia ambaye ana uzito mkubwa akapambana na mwenye uzito mdogo. Sasa kama kwenye kanuni tu za michezo hawezi kuruhusu, je, Mungu anaweza akaruhusu jaribu ambalo liko nje ya uwezo wake? Unajua kila mtu ana dozi yake, ana kipimo chake cha majaribu. Kipimo alichokuwa nacho Stefano kilikuwa kinamfaa yeye. Kipimo alichokuwa nacho Yusufu kilikuwa kinamfaa yeye. Kipimo ambacho Mariamu na Martha walikuwa nacho ni jaribu ambalo lilikuwa kwenye uwezo wao, na ndio maana waliweza kustahimili mpaka pale Mungu alipofanya mlango wa kutokea. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Jambo la 7, kwa nini Mungu anaruhusu mateso na hata mauti kwa wateule? Jambo la 7 ni kutimiza ndoto na maono ya kuwaokoa watu wengi zaidi. Kwenye ile Mwanzo 50:20-21 tayari tumeshasoma habari za ndugu zake Yusufu walipoenda kutafuta chakula Misri. Na unaona baadaye wakamkuta Yusufu ndiye waziri mkuu. Baadaye wakagundua kwamba tulimfanyia mambo mabaya huyu ndugu yetu. Na baba yao alipokufa Yakobo wakawa na wasiwasi, wakaogopa, wakasema sasa Yusufu hakutaka kulipiza kisasi kwa sababu baba alikuwepo.
Lakini kwa sababu sasa hivi baba yetu amekufa, sasa Yusufu atalipiza kisasi, sijui atatutenda nini. Na ndio wakaenda sasa kwa Yusufu, wakaanza kumwambia Yusufu kwamba baba alisema usije ukatulipiza kisasi. Lakini Yusufu anawaambia kwamba hilo jambo lilitokea ili zile ndoto alizowaambia ziweze kutimia. Na hizo ndoto zilitimia kwa sababu ya kuliokoa taifa zima lisiangamie kwa njaa. Kwa hiyo yale mateso ambayo yalitokea kwa Yusufu kama yasingetokea, yani yale mateso ndio yalikuwa ni ngazi ya kumpeleka Yusufu kwenye kutimiza zile ndoto ambazo aliziota mara mbili, na akawaambia ndugu zake, na akawaambia pia baba yake na mama yake. Ilikuwa inaonekana kama kitu hakiwezekani, lakini iliwezekana zile ndoto kutimia baada ya mchakato mrefu. Bwana atusaidie sana. Haleluya. Na hapo tunaona ndoto zozote za Mungu tulizonazo zitatimia. Iwe jua, iwe mvua, Mungu atatimiza ndoto zetu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini jambo la 8 ni kuonyesha matumaini walionayo wateule au wacha Mungu. Tayari tumeshaona matumaini ambayo Ayubu alikuwa nayo kwenye ile Mwanzo kwenye ile Ayubu 19:25-26. Ayubu anasema, lakini yeye aijua njia niiendeayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Na kwenye Yohana 11:25-26 anasema, yeye aniaminie mimi, ajapokufa atakuwa anaishi. Yaani mtu anapokufa, anayemwamini Yesu ni tofauti na asiyemwamini. Anasema anayemwamini Yesu ajapokufa atakuwa anaishi. Yaani ni kwamba ametoka tu kutoka sehemu A ameenda sehemu B. Ametoka mahali pamoja, ametoka kwenye ulimwengu wenye dhiki, ulimwengu wenye mateso, na ameingia kwenye ulimwengu mwingine usiokuwa na mateso. Na ndio maana maandiko yanasema, heri wafu wafao katika Bwana wapate kupumzika baada ya tabu zao, kwa sababu matendo yao yafuatana nao. Haleluya. Kwenye Ufunuo 21 mstari wa 3 mpaka wa 7 tunasoma hivi: nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwako tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Na yeye aketie juu ya kile kiti cha enzi akasema, tazama, nayafanya yote kuwa mapya. Akaniambia, andika ya kwamba maneno hayo ni amini na kweli. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye Wathesalonika wa kwanza 4:13 na 18. Wathesalonika wa kwanza 4:13 na 18. Tunasoma hivi: lakini ndugu, hatutaki msijue habari za waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa twaamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa twawaambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia
hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai tuliosalia, anasema kisha sisi tulio hai tuliosalia, yaani kuna watu ambao hawatakufa kifo hiki cha kimwili, watakao kuwa wamebakia. Inawezekana ni wewe, inawezekana ni mimi, kwa sababu hatujui ile parapanda italia wakati gani. Anasema kisha sisi tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Ukisoma kwenye Wakorinto anasema hivi, wale waliokufa katika Bwana hatutawatangulia, kama hapa anavyosema, watafufuka kwanza. Lakini kitakachotokea sisi tuliosalia hatutakufa. Maandiko yanasema tutabadilishwa, tutapewa miili mingine, sio miili ya anguko, sio miili ya dhambi, miili ambayo itatustahilisha sasa kwenda kuungana na hawa ambao walikuwa wamefufuka wakiwa na miili hiyo mipya. Nasi tutabadilishwa tuwe na hiyo miili mingine, tutaungana nao ili tuweze kumlaki Yesu mawinguni, na tutakaa na Bwana milele. Anasema kwa sababu hiyo, kwa wale ambao Mungu ameruhusu waondoke, wale watakatifu, basi hiyo itakuwa ni faraja kubwa. Haleluya! Unajua, maandiko yanasema tusilie kama watu wasiokuwa na matumaini. Tunatumaini gani wapendo wetu wanapotwaliwa na kuingia utukufuni? Tumaini tulilo nalo ni kwamba siku moja tutaonana nao. Haleluya! Hatutakuwa tumewapoteza. Ndio maana Yesu akasema, msinililie mimi, jililieni nafsi zenu. Yaani mnachotakiwa kuhakikisha ni kwamba mnatakiwa kuvipiga vita vizuri vya imani ili siku moja tuonane mbinguni. Tayari wameshapokelewa kule, lakini sisi ndio bado tuna mtihani. Ndio maana tunatakiwa kukaza mwendo. Mtume Paulo anasema, na mimi napigana vita vizuri vya imani, nashindana, sipigi hewa. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Lakini sababu nyingine ya 9 ni kuonyesha wakati wa Mungu ndio ulio sahihi. Haleluya! Ni kuonyesha wakati wa Mungu ndio ulio sahihi kufanya jambo. Kwenye Injili ya Yohana sura ile ya 11 mstari ule wa 8 na wa 9 tunasoma hivi: wale wanafunzi wakamwambia, Rabi, juzi tu Wayahudi walikuwa wakitafuta kukupiga kwa mawe, nawe unakwenda huko tena?
Yesu akajibu, je, saa za mchana si 12? Mtu akienda mchana ajikwai, kwa sababu aiona nuru ya ulimwengu huu. Naona Yesu sasa alishapokea ujumbe ya kwamba rafiki yake Lazaro hawezi, yuko mahututi, lakini maandiko yanasema aliendelea kukaa kule na akawaambia, rafiki yetu Lazaro amelala. Wanafunzi wake hawakuelewa aliposema kwamba amelala, lakini baadaye ikabidi awaambie kwamba amekufa. Lakini akawaambia ugonjwa wa Lazaro haukuwa wa mauti, ndio maana aliendelea kukaa pale. Na sasa unaona kwenye maandiko ambayo tumesoma, tunaona Yesu akawa anachelewa. Amepokea taarifa, amepokea ujumbe kutoka kwa dada zake Lazaro, Mariamu na Martha. Amepokea ujumbe, lakini maandiko yanasema akaendelea kukaa tu kule. Sijui alimuelewa Yesu kufanya jambo kwa ajili ya Lazaro, kwa sababu ilikuwa ni wakati sahihi. Maandiko yanasema Lazaro akafufuka. Haleluya! Inawezekana angeenda kabla, huo muujiza usingetokea, kwa sababu haukuwa wakati wa Mungu. Ndio maana Yesu anawaambia wanafunzi wake, nitakwenda, tutakwenda, sio sasa hivi, tutakwenda. Na baadaye walipoenda, huo muujiza ukafanikiwa, kwa sababu ulikuwa ni wakati sahihi wa Mungu. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Ulikuwa ni wakati sahihi wa Mungu kufanya jambo. Kwenye Yohana 2 pia Yesu alipofanya muujiza wake wa kwanza, Yohana 2:4 tunasoma hivi, Yesu akamwambia, mama, tuna nini mimi nawe? Saa yangu haijawadia. Mamaye akawaambia watumishi, lolote atakalowaambia fanyeni. Haleluya! Sasa unaona mama yake Yesu, Mariamu, ni kama alikuwa anamharakisha Yesu ili afanye nini? Muujiza. Lakini Yesu anamwambia, saa yangu haijawadia, muda wangu wa kufanya muujiza bado. Na ndio huo ulikuwa muujiza wa kwanza ambao Yesu aliufanya huko Kana ya Galilaya. Mungu atusaidie sana. Haleluya! Jina la Bwana libarikiwe. Ukisoma kwenye Mhubiri sura ile ya 3, kitabu cha Mhubiri sura ile ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 4, tunasoma hivi, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa, wakati wa kuua na wakati wa kupoza, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza. Ukiendelea huko chini, anaendelea kuainisha kila jambo linavyoweza kutokea kwa wakati. Kwa hiyo kuna mambo mengine yanatokea kwa wateule wa Mungu kwa sababu tu ni wakati wake, ni wakati uliokubalika mbele za Mungu. Kama ni wakati wa kuvuna, basi Mungu anafanya hivyo kulingana na wakati. Na swali la kujiuliza ni kwamba hivi mavuno yanapokuwa yamekomaa, yakiachwa, kitu gani kinatokea? Si yanaharibika? Kwa hiyo ili uweze kuyaondoa mavuno yasiharibike, unatakiwa uvune kwa nini?
kwa wakati. Na anayepaswa kujua kama haya mavuno yamekomaa au hayajakomaa ni nani? Mwenye shamba ambaye ni Mungu. Mungu atusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo mambo mengine yanatokea kwa sababu tu ni wakati wa Mungu. Na ndio maana kwenye Wathesalonika anasema shukuruni kwa kila jambo, kwa sababu ni wakati wa Mungu kufanya hayo anayoyafanya. Lakini jambo la 10 ni kuleta au kusababisha uamsho, au kwa Kiingereza revival, na kuokoa nafsi zinazopotea. Watu wengi kumwamini Yesu Kristo kuwa ni Masihi na Mwokozi wa ulimwengu. Unajua kusudi la Yesu kuja hapa duniani, tunaona Mariamu aliambiwa kwamba Yesu atakapokuja yeye ndiye atakayewaokoa watu wote na dhambi zao. Sawa? Haleluya. Hilo ndilo kusudi kuu la Yesu. Hilo ndio dhumuni kuu la Yesu. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Na kuna namna nyingi au kuna njia nyingi ambazo Mungu anazitumia ili kuwaokoa watu au kuleta uamsho. Tunapoangalia kwa Lazaro, alitumia njia ambayo haikuwa nzuri kwa Mariamu au Martha, kwa sababu iliwaletea maumivu Martha na Mariamu. Ilimletea maumivu hata Lazaro mwenyewe, kwa sababu alikuwa hawezi. Maandiko yanasema kabla hajafa alikuwa hawezi, yaani yale mateso, yale maumivu ambayo alikuwa anayapata hayakuwa ni kitu kizuri kwake. Lakini Mungu aliruhusu hilo jambo litokee, na alikuwa na sababu. Yeye ndiye aliyesababisha, na sababu yake tunaiona kwenye maandiko kulingana na hilo tukio. Ukisoma kwenye ule mstari 45, Yohana 11:45, tunasoma hivi: basi wengi katika Wayahudi waliokuja kwa Mariamu na kuyaona yale aliyoyafanya wakamwamini. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hapo unaona tayari tukio limetokea. Yusufu ameugua, akazidiwa na akawa amekufa, na akazikwa. Siku 4 yupo kaburini. Lakini Yesu anapokuja akamfufua Lazaro, kwa sababu yeye ndiye ufufuo na uzima. Baada ya kumfufua Lazaro, ule muujiza ambao Yesu aliufanya, watu wengi waliokuwepo pale wakaamini, na wale waliokuwa mbali wakasikia kile kilichofanywa na Yesu. Kwa hiyo wakatoka kila mahali kuja kushuhudia matendo makuu ya Mungu yaliyofanywa na Yesu. Na walipokuwa wameshuhudia, maandiko yanasema ya kwamba wengi wakamwamini. Na ukisoma kwenye Injili ya Yohana kule mwishoni, anasema kuna ishara nyingi ambazo Yesu alizifanya, lakini hizi chache zimeandikwa kwenye Biblia ili mtakaposikia, mtakaposoma mpate kuamini. Kwa hiyo kupitia kifo cha ugonjwa wa Lazaro na kifo chake na kufufuliwa kwake, kukatokea uamsho mkubwa. Na huo uamsho ulivyotokea, ukisoma kwenye Yohana 12 mstari wa 9 mpaka wa 11, unaona hata watu wengi wale waliokuwa kinyume na Yesu wakaona wivu kwa jinsi watu walivyokuwa wanaokolewa. 12:9 mpaka 11 tunasoma hivi: basi watu wengi katika Wayahudi walipata kujua ya kuwa yeye yuko huko, nao wakaja.
si kwa ajili yake Yesu tu, ila wamwone na Lazaro ambaye Yesu alimfufua katika wafu. Nao wakuu wa makuhani wakafanya shauri la kumuua Lazaro naye, maana kwa ajili yake wengi katika Wayahudi walijitenga wakamwamini Yesu. Kwa ajili ya Lazaro mmoja aliyekufa, kifo cha Lazaro na kufufuka kwake kikasababisha uamsho mkubwa, kikarahisisha huduma ya Yesu. Watu waliposikia Yesu yuko mahali fulani, wakaenda kwa wingi, na maandiko yanasema hawakwenda tu kwa ajili ya Yesu, lakini pia walienda kwa ajili ya Lazaro. Na wale waliokuwa kinyuma walipoona mafanikio hayo ya huduma ya Yesu, wakaona sasa hapa huyu atafanikiwa sana. Yesu atafanikiwa sana kwa sababu amekuwa na wafuasi wengi na wameongezeka zaidi kupitia huu muujiza aliofanya wa Lazaro. Maandiko yanasema wakaanza kufanya mpango wa muue nani? Lazaro, ili kuharibu ule ushuhuda. Kwa hiyo unaona kifo cha Lazaro kikawa na athari chanya, kikawa na matokeo ambayo hayakutarajiwa. Wakati ule Mariamu na Martha walipokuwa wanalia, hawakuwa wanajua hiyo siri ambayo Mungu ameiweka. Na ndio maana Yesu akasema ya kwamba haya yaliyotokea ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Kwa hiyo hapo pia jambo la 11 ni kujua matukio mabaya yanayoweza kumpata mteule au mcha Mungu ni kwa utukufu wa Mungu. Mungu alitukuzwa kwa sababu ulitokea nini? Uamsho mkubwa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Lakini jambo la mwisho la 12 ni kwa nini mateso na kifo kinawapata wateule au wacha Mungu. Jambo la mwisho ni kuingia katika utukufu mwingine wa maisha. Kuingia katika utukufu mwingine wa maisha, au kwa Kiingereza wanasema next glory. Next glory, utukufu mwingine. Na tunaingia katika utukufu mwingine tukiwa hapa duniani. Tunaona Ayubu aliingia katika utukufu mwingine akiwa hapa duniani, akamdhihirisha Mungu wake kwamba ni Mungu wa kweli, ni Mungu anayeishi. Na ukisoma kwenye ile Mathayo 6:9-10, kwenye ile sala ya Bwana anasema ufalme wako uje hapa duniani kama unavyotimizwa mbinguni. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo tunaona Ayubu, ufalme wa Mungu ukatimizwa hapa duniani kama mbingu ilivyokusudia, na Mungu akapokea utukufu. Lakini pia tunaona ya kwamba kuingia katika utukufu mwingine ni kuingia mbinguni, kutoka katika maisha haya yenye dhiki na kuingia katika maisha mengine. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake walipokuwa wanafadhaika, anasema msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi, kama sivyo ningeliwaambia. Na tazama, ninaenda kuwaandalia mahali, ili pale nilipo mimi na ninyi muwepo. Nikienda kuwaandalia mahali, nitarudi tena niwakaribishe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Tunapomwangalia Stefano pia, alipokuwa anahubiri Injili na wale, jina la Bwana libarikiwe. Lakini tunaona ya kwamba Stefano pamoja na kupigwa na mawe, lakini tunaona Mungu alifungua mbingu na yeye akaweza kuingia mbinguni. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kanisa likaomboleza kwa ajili ya Stefano.